Watu wengi wanajua wanapoenda kununua kompyuta, kuna vitu wanapaswa kuviangalia ili kujua kompyuta zao, specifications za kompyuta kuwa zina meet requirement wanazozihitaji. Lakini ukweli ulio mwingi katika kukua kwa teknolojia, pia ukorofi nao unaongezeka. Asilimia kubwa ya watu wanaouza hizi electronics wanafanya kitu kinaitwa renaming. Renaming tunamaanisha nini? Wakati umeenda kununua kompyuta, unaenda kuangalia specification hiyo, umezoea unabonyeza shortcut tu pap, then unaenda kwenye system, then unaangalia system specification, processor, unachotaka tu kuangalia processor, RAM, unaangalia graphics, labda unaangalia na storage to meet your requirement. Lakini ukweli ulio mwingi, hizi specifications zinakuwa renamed. So namna gani unaweza kuresolve hili tatizo? Hakikisha una flash yako wakati unaenda kununua kompyuta. Utakachokifanya, utaingia katika browser yako, then utaandika kitu kitakachokuonyesha. Utaandika www.cpu.id.com na utaingia hapo. Then ukishafika hapa utascroll down mpaka pale utakapokuta kimeandikwa SPUZ, then window utaklik hapa, then hizi pop up utakata. Then baada ya hapo utascroll down mpaka pale utakapokuta zip English, then hii ndo utaiklik, then download, utaklik hapa for downloading. So baada ya hapo mimi nitatoka, nisha download nitatoka, nitakuja huku, then nishakuja nitakuja kwenye download, then nitaingia kwenye compressed, maana nime download zip file, uta right click, then then utashuka hapa mpaka kwenye WinRAR, then uta extract file, then wakati una extract file, yes, kumbuka nikwambia uwe na flash, utachagua ingie kwenye flash, then utabonyeza nishafanya tayari, itatoka, then nitasogea katika flash yangu, nitakuta kitu kama hichi, then baada ya hapo double click, itafunguka kama hivi, then kita load CPU ID. Yes, kita load, kinaanza kusoma specifications za original za computer, then baada ya hapo utaona specifications zimefunguka kama hivi. Ukija hapo utaweza kusoma GPU, yani utasoma speed ya kompyuta yako, utaiona hapa original kabisa. Utakuja utaangalia hapa memory yako original kabisa size, then utakuja utaangalia graphics, then utaangalia na mainboard. Utakuja kuona hapa vitu vyote. So ndivyo namna ambavyo unaweza kuangalia specification original za kompyuta. Una make sure hii una extract kwenye flash, kwa unakuwa una moving na flash wakati unataka kwenda kununua kompyuta, unaichomeka kwenye kompyuta, then unaifungua, unaweza kuangalia specifications za kompyuta. Okay, thanks.